Isaya mlango wa 55 mstari wa 12 na 13. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 12 na 13, nasoma kwa msaada wa Mungu. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani, mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma utamea msonobari, na badala ya mbigili hades. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele iliyokatiliwa mbali. Amen. Isiyokatiliwa mbali. Amen. Tukae. Hallelujah. Hallelujah. Na furaha kubwa sana kuwepo hapa siku ya leo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya mwinjilisti na uongozi wote wa mtaa kwa kazi nzuri ya Mungu ambao wanaifanya kama viongozi. Nimekutana na washarika wakitoka ibadani wakati mimi nimetoka kwenye ibada zingine. Huu mwezi mzima nimekuwa ninaingia mitaa miwili kwa ajili ya huduma ya kipaimara iliyoko mbele yetu. Na nikikutana na nyinyi mkitoka ibadani na kukutana na msururu kuanzia kule Ngare mpaka getini. Kwa hiyo najisikia faraja kwamba tumeongezeka. Hallelujah. Tujipigie makofi kwa kuhudhuria ibadani. Hallelujah. Mungu awabariki sana sana sana. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya waombaji wote ambao Mungu amewapa mzigo wa kuomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili yetu sisi watumishi. Kwa hili tunatembelea nguvu na neema ya maombi yenu. Na si kila mtu awe na moyo wa kumwombea mwingine na kubebana kwa mzigo mbele za Mungu ili tuweze kushinda wote. Wewe ukiwa na ushuhuda na mwenzako awe na ushuhuda. Hallelujah. Kichwa cha somo leo ni uzima wa milele upo kwa ajili yako. Ndio kichwa cha somo. Uzima wa milele upo kwa ajili yako. Uzima wa milele upo kwa ajili yako. Ningependa tuongelee mambo tuongelee uzima. Uzima ni nini? Kwa Kiingereza ni life. Kwa Kiebrania ni chaim. Tafsiri yake ni life, yani maisha, ni living, yani kuwa na uhai, ni vitality, kuwa active. Mtu anaweza kuwa hai lakini kazuba hivyo. Kwa ile kwa vitality maana yake yani unakuwa active. Kwa sasa life, uzima ni ile hali ya kuwa active. Tuseme tu uko hai lakini uonekane kama mtu ambaye ndio tunasema tuna Wakristo 1000 ngapi sijui 2000 sijui na 400 na ngapi, lakini tunasema walio hai. Sio kama wengine wamedanja, wapo hai lakini walio hai ni yule ambaye kwenye mchango yuko active, kwenye sadaka yupo, kwenye jambo yupo. Huo ndio uhai. Bwana mpe sifa. Kwa hiyo kwa Kiebrania uzima ni kuwa hai, ni ile hali ya kuishi, ni ile hali ya kuwa active kimwili, kinafsi na kiroho. Ndio maana ya uzima. Kigiriki tuna maneno mawili yanayozungumzia uzima. Neno la kwanza ni zoe. Zoe tafsiri yake ni eternal life, spiritual life. Zoe ni maisha ya kiroho. Mtu anaweza kuwa hai kimwili lakini kiroho amekufa. Sio mtu wa ibada, sio mtu wa maombi, sio mtu anapenda kutoa sadaka, ni mpagani, kiroho amekufa. But eternal life kutoka kwenye tafsiri ya neno zoe maana yake ni uzima usio na ukomo. Eternity ni umilele kwa Kiswahili. Kwa ni uzima wa milele. Hii imeandikwa katika Yohana mlango wa 14 mstari wa 16.
Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 14 mstari wa 16, maandiko yanasema hivi: nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele, ni Roho Mtakatifu. Warumi 10:10, Biblia inasema, Warumi 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Ile neno uzima pale kwa Kigiriki utakuta limeandikwa zoe, kisha wawe nao tele. Hallelujah. Yesu alikuja kuimpart, kuvuvia watu umilele ndani yao. Bwana apewe sifa. Neno la pili kwa habari ya uzima kutoka Biblia ya lugha ya Kigiriki, neno bios. Bios ni kwa Kiingereza, kwa Kigiriki ni bios. Bios ni physical life, livelihood, natural life, earthly life. Bios ni neno linalozaa neno biology. Hapo sasa Kigiriki ukisoma kwenye Biblia Luka 8:14, Luka 8:14, Luka 8:14, na zilizoanguka penye miba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha. Lile neno anasa za maisha pale, ukisoma Biblia ya Kigiriki limeandikwa neno biosiu au bios. Kwa hiyo likimaanisha maisha. Anasema anasa za maisha haya wasiivishe lolote. Hallelujah. Yesu alikuwa anaongelea kwa habari ya mbegu. Mpanzi alikwenda shambani, akarusha mbegu. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, nyingine zikaanguka barabarani, nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, nyingine zikaanguka kwenye miiba. Sasa hapa ndipo anaposema sasa, zile zilizoanguka kwenye miiba, maisha ya zile mbegu, bios kwa lugha nyingine, uzima, the survival ya zile mbegu iliathiriwa na miiba ambao ni shughuli za dunia. Hallelujah. Kwa tunapozungumzia basi kwa habari ya uzima wa milele, tunaongelea kwa habari ya zoe. Kwa sababu wakati Mungu anaumba hakukuwa na ajenda ya uzima wa milele, kwa sababu mwanadamu aliumbwa automatically na uzima ambao Mungu hakutazamia kwamba angeukatisha. Dhambi ilipoingia, zoe, uzima wa milele, eternal life, spiritual life, ikaondoka ndani ya mwanadamu, akabaki na uhai wa mwili na nafsi, lakini roho wa Mungu akapungua ndani yake. Ndio maana wakajiona wako uchi, kwa sababu kabla walikuwa na miili ya malaika, kwa hiyo hawakuweza kujiona physically, lakini walijiona katika roho. Roho alipoondoka wakabaki na miili yao ya kibinadamu. Kwa hiyo uzima umeondoka ndani yao, wamebaki na miili ambayo inakufa. Sasa basi jifunze neno la leo. Isaya 55 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani mbele yenu. Milima na vilima vitaondoka, vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma utamea msunubari, na badala ya mbigili mhedesi. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina. Neno jina kwa Kigiriki ni neno anoma. Anoma tafsiri yake ni identity, ni character. Kwa hiyo
Mungu atajitwalia character. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, maana yake la kuinua sifa ya Mungu. The main character ya Mungu ni eternity, ni umilele. Alikuwepo, yupo, atakuwepo milele. Kwa kinachoweza kumpa Mungu hilo jina, hizo sifa zake, ni kuwatoa watu wanaohubiriwa haya maneno ni Waisraeli ambao wako Babeli, wanateseka, wanatumikishwa, wanauawa. Mungu anawaambia kuna siku mtatoka kwenye mateso mkiimba na kucheza na kufurahi, na yatakapoisha Bwana atajipatia jina. Haleluya, haleluya. Mashadiba, Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa hiyo anasema badala ya michongoma utahamia msunobari. Tutaangalie tafsiri ya maneno haya. Mchongoma, miiba. Michongoma na miiba zina tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza ni laana. Michongoma na miiba, tafsiri ya kwanza ni laana. Laana itokanayo na madhambi. Mwanzo 3:17 mpaka 18. Mwanzo 3:17 mpaka 18. Biblia inasema hivi. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Haleluya. Michongoma na miiba, unaelewa maana yake? Kuna tofauti ya michongoma na miiba. Michongoma ni miiba inayochoma kutoka juu, haichomi chini mpaka idondoke chini. Alafu kwa kuwa anasema ardhi itakutolea michongoma na miiba. Miiba ni mbigili. Kwa hiyo basi unapoambiwa ni badala ya michongoma, maana yake kama anasema nitakomesha laana. Laana itakutesa wewe. Laana itazuia uzima wako wewe. Kwa sababu michongoma na mbigili inaleta mauti. Ukishaenda shambani ukakuta mbigili ni nyingi, kwanza inatakiwa uende na Coca au Fanta Orange, kwa sababu huenda sukari itashuka. Ikishuka unatumia Fanta Orange, unaipandisha. Kila kitu hata kama ni kidogo cha kawaida kina affect nini? Kwanza bios, physical life, maisha ya mwili wa damu na nyama. Alafu mwili na damu na nyama vikiathirika, nguvu ya roho inashuka automatically. Zoe eternal life ndani yako inakuwa disturbed. Maana ya pili ya michongoma na miiba ni mateso na maumivu. Hesabu 33:55. Mungu anaposema habari ya michongoma na miiba katikati yetu, anazungumzia kwa habari ya mateso yanayoleta maumivu. Biblia inasema Hesabu 33:55, lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu, ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba mbavuni mwenu, nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa. Kwa hiyo miiba sometime ni watu. Kuna watu wanachoma choma, kuna watu wanaumiza, wanaumiza kama godoro la mbavu. Ngapi zinaitwa? Kuna lile godoro linaitwa mbavu kadhaa. Wakati tunaenda kumsalimia babu, nyumba ya babu ilikuwa ya msonge. Babu alikuwa analala pale, bibi pale, hapa katikati jiko. Bibi analala na
jukuu kadhaa hapo. Tulienda kumsalimia babu, tulikuwa tunalala kwenye ngozi. Alafu kitanda kilikuwa ni fito ile iko hivi, imetobolewa hivi, ikaja nyingine hivi, zikashonwa fimbo, ngozi. Ukilala hapo, ukiamka asubuhi kuna uma huko kwenye mbavu. Na haitakiwi yaani natakuwa naambia babu, kitanda chako kizuri. Kwa sababu tunaandaliwa kabla hatujaenda, tusije tukatoka na laana kwa babu. Wewe usije ukaenda kutema mate kule. Usiseme, hata kama ukuta kitu kina harufu mbaya usiseme. Kwa tunakaa hapo. Sasa Biblia inasema kuna watu wanachoma kama miba, wanaumiza kama vitanda vya ngozi. Na huko ingekuwa Songara ungekuta na huko wapo. Lakini hapa hamna. Na maana ya tatu. Maana ya tatu ya miba ni hukumu. Ni hukumu. Waebrania 6:8 sisomi. Maana ya 4 ni mateso ya kufa. Mathayo 27:29. Walimtesa Yesu wakamvalisha taji ya miiba. Maana ya 5 ya miiba na michongoma ni makwazo katika kukua kiroho. Ndio hii tuliosoma, mbegu iliyosongwa na miiba ilishindwa kukua vizuri. Na Paulo akasema hivi kwenye Wakorintho wa pili, imeandikwa kwenye Marko 4:18 mpaka 19. Marko 4:18 mpaka 19. Na Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 9. Paulo akazungumza kwa habari ya mwiba. Mwiba sometime ni jaribu. Tende kwenye uzima wa milele. Sasa Mungu anasema ni makusudi yake awatoe watu sasa kwenye katikati ya laana. Haleluya. Nimesema maana ya miba ni laana. Laana ya mauti. Mungu anataka kuwaingiza watu kwenye uzima wa milele. Kilichoondoa uzima wa milele ni laana. Kwa kushughulika na shina la tatizo ni kuondoa laana. Mungu anataka kuwatoa watu kwenye mateso. Nje ya uwepo wa Mungu ni mateso. Uwepo wa Mungu unaleta huo uzima wa milele. Na Mungu anataka kuwatoa watu kwenye hukumu, maana tutahukumiwa. Tutahukumiwa. Kila mtu sasa na matendo yake. Mungu anataka kuwatoa watu kwenye mateso. Ndio maana Yesu akavalishwa taji ya miiba ateseke kwa niaba yetu. Mungu anataka kuwaondolea watu vitu vinavyowazonga ili waweze kukulia huo uzima ambao Kristo alileta. Kwa sababu kuna kuupokea na kuna kukulia. Kwa hiyo basi, what generates life? Ni nini kinasaidia ama kinauisha ama kinawezesha uzima? Eternal life, uzima wa kiroho ambao hauna ukomo. Zoe. Bios, uzima wa mwili wako. Ni nini kinaweza kusaidia uzima uwepo? Namba 1 ni roho. The one and the only ni roho. Roho, Biblia inasemaje? Biblia inasema kwenye Yohana 6:63. Roho ndiye atiao uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kinachotia uzima ndani ya mwanadamu ni roho. Roho ni nini? Roho ni Mungu.
baada ya Mungu kuumba mwili, Biblia inasema alifinyanga matope, mwili ukawa hapo. Akampulizia roho, kwa Kiswahili kizuri akamvuvia roho, mwanadamu akawa nafsi hai. Maana yake Mungu alijumbia sehemu ndani ya mwili kutokanao na udongo, na kwa sababu yeye ni life, yeye ni roho ambaye ni uzima, akaiambukiza lile tope uzima kwa kujiumbia damu ndani ya tope. Kwa sababu damu sio uzima. Damu sio uzima, no. Damu ni kibebeo cha uzima. Hujanielewa? Damu sio uzima. Damu ni kibebeo cha uzima, kinasafirisha uzima. Kwa sababu damu inabeba oxygen kutoka kwenye mapafu, inasambaza kwenye mwili wote, nafikiri kwa kupitia chembe hai nyekundu kama sikosei. Kwa hiyo kinachofanya mwanadamu afe sio kukosa damu, ni kukosa oxygen ambayo inabeba damu, ambayo damu inaibeba. Tusiende mbali. Kwa hiyo sasa unataka kuwa na uzima wa milele, unatakiwa kwanza kabisa uwe na Mungu. Unakuaje naye? Unampokea Kristo Yesu akae ndani yako. Yeye anaomba uzima ndani yako. Anaombaje uzima ndani yako? Kwa kukupa roho ya ibada. Kadiri unavyomwabudu Mungu unazidi kuimarika kiroho, unazidi kuimarika kiroho. Kwa maombi, kadiri unavyomwomba Mungu unazidi kuimarika kiroho na kuwa karibu na Mungu, na Mungu anazidi kuuisha uzima ndani yako. Namba 3, kwa sadaka. Kadiri unavyomtolea Mungu sadaka. Biblia inasema kwenye Yohana 6:21, kwa kuwa hazina ya mtu ilipo ndipo utakapokuwako na moyo wake. Kwa kadiri unavyowekeza kwa Mungu ndivyo ambavyo unajiconnect na uzima ulioko ndani ya Kristo kwa kupitia sadaka zako. Namba 4, neno la Mungu. Yohana 1:1, hapo mwanzo palikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo vitu vyote viliumbwa, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ndani yake ndimo mlimo kwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Haleluya! Neno la Mungu lina nguvu ya uhai. Namba 5, imani. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Nani? Amwaminie Kristo. Kristo kwa Kigiriki ni Christus. Jesus Christus, anointed, aliyepakwa mafuta kuokoa watu na mauti. Namba 6, neema. Charis, neema. Waefeso 2:8-9. Namba 7 ambayo inaweza kusababisha mtu kuwa na uzima ni ufahamu, knowledge. My people are perish because of the lack of knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yohana 17:3. Hiyo ya kukosa maarifa ni Hosea, but nataka tusome Yohana 17:3. Yohana 17:3. Biblia inasema hivi. Jesus. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lango la mpenyo wa uzima wa milele ni maarifa, ni kumjua. Biblia inasema
mtaifahamu kweli na kweli itaweka huru. Na kweli ya Mungu ni Kristo. Hallelujah. Huwezi kuwa na huo uzima wa milele zaidi ya kiwango chako cha kumjua Mungu, ambapo kumjua kwako Mungu ndio kunahamua uishije. Kwa hiyo Yohana anasema uzima wa milele ndio huu, msingi wake wa kujua wewe nani? Moja, Mungu; mbili, na Yesu Kristo uliyemtuma; na tatu, naongeza hapo mchungaji, Roho Mtakatifu anaye operate on behalf, kwa niaba ya hawa wawili, Mungu Baba na Kristo Yesu. Hallelujah. Nataka nimalizie. Nini kina athiri uzima tulionao? Source ni dhambi. Adam, Eva kaenda kaleta matunda, kala, uzima ukaondoka ndani yake. Akasema sifi peke yangu, acha nimharibie jamaa na yeye. Sasa unabege tu. Eva alipokula matunda yale alijiona uchi, kwa sababu suddenly amekula, alijiona uchi. Lakini hakwenda kumwambia bwana wake, sasa nimekuwa uchi. Kwanza alikieka hapa akasema, ngoja nisije nikafa peke yangu. Akaenda sasa kumwambia, tule bana, hatu. Jamaa naye akala, mauti kaingia kwa dhambi, ni lango la mauti. Warumi 5:12. Warumi 5:12 Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mtu mmoja, wote. Mtu mmoja ndani ya familia, mapigo wote. Mtu mmoja ndani ya kanisa, mapigo wote. Mtu mmoja ndani ya taifa, wote tunapigwa. Ukiona mabalaa yanatupata na mvua yenyeshi, mimi naweza nikaconnect na watu waliouawa. Afu kuna watu ukiongea hivyo wanachukia kabisa. They don't want to hear. Kizazi cha wanafiki, kizazi cha wapenda fedha, kizazi cha ushetani. Mtu hawezi kuua mpaka awe na accessory, kitu cha remote kuua. Kwa mpaka mtu auwe, unaposikia mtu amemtoa mamake au babake ili apate hela, sio yeye. Lazima iwepo spirit inayomdirect kufanya hivyo. Unaposikia mtu amemtoa mtoto wake kafara, sio yeye. Lazima iwepo spirit inayomdrive. Na saa hizo roho zikiondoka ndani yake, anaanza kulia. Ubinadamu umerudi. Unaposikia eti mtu mmoja ameshika risasi kuua wanadamu wenzake, na wengine wanamlinda, na wengine wanamtetea, na wengine wanasema acha wao walikuwa wana kerere cha kuongea sana. Roho ya ushetani imeshaingia katikati ya jamii, kwa sababu roho ya Mungu ina huruma. Roho ya Mungu inajali. Roho ya Mungu inaogopa na kutetemeka. Roho ya Mungu inaogopa damu. If you found yourself you don't care, you are no longer you. Ukishakuta ujali, unajali pesa, unajali mali, unajali cheo, unajali utukufu, kutukuzwa, lakini haujali damu ya mtu, una ushetani ndani yako. Na njia ya kuondoa kitu kama hicho, kikao hakiwezi kuondoa. Hata of course mahubiri kama haya yanasaidia, lakini unajua mtu aliyevaliwa na hili roho, hata ukimhubiria anakuchukia. Anakuchukia. Lazima hicho kimchungaji kinaongea hivyo ncha wapi? Piga shaba.
Lakini nia yangu ni nini? Kuongea. Ni kumkwaza mtu? No. Sio kukwaza mtu, ni kumchukia mtu. Hapana. Nia ya kuongea ni kusaidia, maana laana inakaa inakula vizazi. Kwa hiyo anayeona kesho atatamani, anakuwa radhi hata afe, lakini pengine watapona hao wanaokuja. Lakini mtu mpumbavu anasema piga huo na huyo, hebu tuifuate. Unaweza kufuatilia wao. Then what do you expect? Unatazamia nini ukiwaua watu wote wema ukabaki na mashetani kwenye familia yako? Tunatazamia nini ukiua watu wote wanaokuhubiria habari njema za Yesu, habari njema za watoto wako, habari njema za wajukuu wako, habari njema za vitukuu vyako? Unatazamia nini ukiwaua wote hao alafu ukabaki na wauaji? You will be the next. They will kill you. Sio kama unanielewa. Asa anayeondoa uzima wetu ni shetani. Kuna process za utendaji wa shetani ziko hivi. Yakobo 1. Namaliza lakini washarika wangu mimi nawaambieni ukweli. Be real. Unafiki mbaya sana. Of course kuna mazingira yanayotakuwa wewe mnafiki. Lakini I say, kama mtoto wako anakosea mwambie. Kama wewe ni mchungaji, waambie watu ukweli, watakukumbuka hata kwa maumivu. Hata wakikuua watasema tulimuua, lakini laiti tungemsikiliza. Bwana pesi. Namalizia na Yakobo 1:13. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Mchakato wa dhambi, tamaa. Una tamaa ya pesa, una tamaa ya cheo, una tamaa ya magari, una tamaa ya kumiliki dunia. Inakujaribu. Alafu unakuta mtu mmoja anakuwekea usiku. Yule anaongeaga sana. Hatutatoboa hii dili, hatutatoboa huyu jamaa akiwepo. Tufanyeje? Pa. Jaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Huku akivutwa na kudanganywa. Shetani anakudanganya. Wazungu wanasema devil is a liar. Shetani ni baba wa uongo. Anakudanganya, ua huyu mama ana faida gani kwako? Kwanza ameshazeeka. Muue upate hela. Shetani anakudanganya. Lakini hujui uhai wa mzazi wako umebeba baraka au laana kwenye maisha yako. Unadanganywa na unasikia kisauti kwa mbali kinakwambia this is not good. Hii sio sawa. Kisauti kile kinakuwa ni kidogo kwa sababu hukipi nafasi. Unasikia sauti ya mchungaji Tarimu anasema hii mbaya, unamchukia, unasema huyu bana anaongea bana. Unachukia, ni kawaida siku zote. Hakuna mtu aliyewahi kusimama kwenye kweli ya Mungu akapendwa. Mchungaji anakushauri, nenda kanisani, usifanye matendo haya, usifanye ushirikina au acha. Unachukia kwa sababu unadanganywa na tamaa yako. Mstari wa 15. Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba inazaa dhambi. Dhambi ya mauti. Sasa ushaua. Kwa ile dhambi kikomaa inazaa mauti. Ndugu zangu wapenda, msidanganyike. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu kushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Haleluya. Kila mtu amezaliwa na Bwana. Hata wanaouawa wametoka kwa Bwana.
Kwa hiyo Yakobo anasema, ndugu zangu wapendwa, msidanganyike. Mwivi ajila ibe na kuchinja na kuharibu. Yesu anasema, mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hakikisha tunakuwa na muda wa kumuomba Mungu rehema. Sadaka nyingine tena. Tunapokuwa na muda wa kumuomba Mungu rehema pale ambapo tumemtenda Mungu dhambi. Tuwe na muda wa kuomba toba. Wale waombaji, Mungu atupe neema tuombe toba kwa ajili ya damu za watu zilizomwagika kwenye eneo letu. Unajua maneno ni mengi, unashindwa uamini kipi uache kipi. Lakini kwa hali ya maisha ilivyo sasa, unaweza kukuta hata shamba lako washazikwaga watu na ujui. Maana mahali popote panapofaa kufukia mtu atafukiwa kama mzoga. Tusimame. Kwa hiyo uzima wa milele upo, lakini roho ya kuwindwa kumezidi. Kuwindwa na wanadamu, kuwindwa na ibilisi ambaye amewavaa watu ili kuharibu future za watu wengine. Roho ya ubinafsi. Tuombe Mungu aondoe roho ya ubinafsi katikati yetu. Mungu atupe kumjali mwingine kwanza. Angalie mwingine. Na kama imefika mahali, basi hata kama una ubinafsi, usifike ubinafsi wa kutoa damu za watu. Adhabu ile mtu unayomfanyia mwenzako, hicho utalipwa wewe mara 7 zaidi. Na inawezekana usifanye moja kwa moja, lakini ukashiriki kwa njia yoyote ile ya ushabiki, ama ukafaidi kwa namna yoyote ile matunda ya damu na mauaji, unaweza ukajiconnect na adhabu za watu ambazo hazikuhusu. Kama we ta 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 ta. Praise the Lord. Makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Kabisa
kwa ajili ya neema yako. Roho Mtakatifu, ninakusihi rehema zako ziwe juu yetu sote. Sisi hatustahili, hatufai machoni pako. Sisi ni wenye dhambi, tunanuka kwa dhambi kwa sababu ya matendo yetu na maovu yetu. Tunaachilia damu yako kwenye ardhi ya mji wetu wa Ngare. Tunaimimina damu yako Yesu kwenye ardhi ya taifa letu la Tanzania. Tunaomba rehema zako ziwe juu yetu. Tusipatilizwe kwa ukame, tusipatilizwe kwa njaa, tusipatilizwe Mungu wa mbinguni kwa tauni, magonjwa, vifo na mauti. Tusipatilizwe kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maana ndivyo ulivyomwambia Daudi ya kwamba kwa sababu ya uovu wake ungepisha vita itokee kwenye taifa lake, watu wafe, wauawe. Lakini ukamwambia achague njaa ama magonjwa. Ndipo Daudi aliposema ya kwamba na ije njaa. Mungu, sisi hatuchagui njaa, hatuchagui vita, hatuchagui magonjwa. Tunaomba rehema zako. Tunaomba rehema zako Yesu. Tusigawanywe kwa dini zetu, tusigawanywe kwa makabila yetu, tusigawanywe kwa itikadi na misimamo yetu. Epusha Mungu wa mbinguni kila namna ya adhabu ambayo yaweza kushuka juu yetu kama jamii. Tunaomba Mungu wa mbinguni damu yako ikalipe juu ya vilio vinavyolia katika ardhi kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya kaka zetu na dada zetu, kwa ajili ya marafiki zetu, kwa ajili ya watoto wetu na wazazi wetu. Yote aliyekufa kinyume cha mapenzi yako juu ya ardhi, kwa kutolewa kafara kwa njia yote ile, kwa njia ya ajali, kwa njia ya kutolewa mimba, kuharibu mimba, kwa njia ya kuuawa kishirikina, kwa njia ya kuuawa hata katika kwa njia ya risasi, kwa njia yote ile. Bwana, rehema zako ziwe juu yetu kama kanisa. Rehema zako ziwe juu yetu kama taifa. Huruma zako zitukalie, mfalme wa amani. Sema na mioyo ya watu waliovaa roho ya ukatili. Sema na mioyo ya watu waliovaa roho ya ushetani, wasiojali, wasiothamini, wasiogopa, wasio na huruma. Wewe Mungu ndio ambaye umeumba mioyo ya watu. Wewe waweza kufanya moyo wa mtu kuwa mgumu na waweza kulainisha moyo wa mtu. Lainisha mioyo ya watu. Umba ubinadamu tena ndani yao. Umba utu tena ndani yao. Umba huruma tena ndani yao. Wewe ni Mungu, hakuna ambalo linakushinda. Tunaomba Mungu tusaidie. Maandiko yanasema Elia alilia, akalalamika sana, akasema manabii wako wameuawa wote. Akamwambia Elia, usiogope, nimejisazia manabii waliojificha mapangoni. Basi Mungu, tunakusihi kwa ajili ya kanisa lako na kwa ajili ya kesho yako. Wakati adui shetani anaangamiza wale ambao yumkini wangekuwa msaada kwa kanisa lako, kwa jamii na kwa familia, ujisazie wale ambao umekusudia wabaki. Ujisazie masazo ambao Mungu wa mbinguni, ambao katika hao utatajwa tena hata baada ya dhoruba na baada ya nyakati ngumu. Kwa Yesu Kristo ninaomba Mungu utuwezeshe, utusaidie tuweze kushinda vita ya ibilisi na mwishoni tukaishi uzima wa milele na wewe mbinguni. Amen. Engare, Nairobi, Engare, kijito cha maji.